Jahazi TV. Fahamu mtazamaji yaliyojiri katika kurasa mbalimbali ya magazeti yaliyotufikia mezani kwetu kwa siku ya leo. Gazeti la Nyumbani Zanzibar Leo kwa ukweli na uwazi, ukurasa wake wa kwanza laandika udhalilishaji ni janga la kimataifa, si kauli yangu bali ni kauli ya Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Mheshimiwa Dr. Hussein Ali Mwinyi, ahimiza ushirikiano wa wadau serikali kulitokomeza. Hii ni habari iliyopata uzito wa juu kwa siku ya leo katika gazeti hili la Zanzibar Leo kwa ukweli na uwazi, na habari hii inasomeka kwa undani zaidi katika ukurasa wa pili. Lakini kuna habari inasema Hemedi ahimiza mabadiliko sekta ya afya, lakini SMT yawataka wananchi wasiokuwa na dharura kubaki nyumbani leo, lakini bodi ya shirika la magazeti yamtaka mkandarasi kuharakisha ujenzi wa ofisi. Habari hii inapatikana katika ukurasa wa 3 kwa undani zaidi gazeti la Nyumbani la Zanzibar Leo kwa ukweli na uwazi. Simba Chawene apiga marufuku maandamano, ni habari hiyo ipo katika ukurasa wa kwanza, lakini nasomeka kwa undani zaidi katika ukurasa wa pili gazeti hili la Nyumbani la Zanzibar Leo kwa ukweli na uwazi. Moja kwa moja nikamata gazeti la Wamachinga Sauti ya Wanyonge laandika Samia sema kheri ya miaka 64 ya uhuru. Dr. Mwigulu awasilisha salamu zake za uhuru kwa Watanzania, aagiza wananchi washerekee wakiwa nyumbani isipokuwa wale wenye majukumu kazi zinazowataka kwenda kazini. Polisi waimarisha ulinzi kila kona. Lakini Rais Samia ateta Marekani mradi wa LNG waiva. Ni habari hiyo ipo katika ukurasa wa kwanza, lakini nasomeka kwa undani zaidi katika ukurasa wa pili gazeti la Wamachinga Sauti ya Wanyonge. Simba Chawene anasema waandamanaji fuateni sheria, asisitiza bila kufanya hivyo ni sawa na vurugu, vyombo vya dola vimejipanga kudhibiti, lakini asema wanaoratibu maandamano hayo hayako kisheria. Ni habari hiyo ipo katika ukurasa wa kwanza mtazamaji, lakini nasomeka kwa undani zaidi katika ukurasa wa 3. Lakini NHC yavunja rekodi miradi mikubwa ya makazi, lakini TASAC TRA imefanya kazi kubwa kuboresha huduma za forodha. Hilo ndo gazeti la Wamachinga, huo ndo ukurasa wake wa mbele, na hizo ndo habari mbalimbali zilizopata uzito wa juu kwa siku ya leo. Nalikamata gazeti la Nipashe Mwanga wa Jamii laandika Rais asema baki nyumbani kama huna dharura. Ni tahadhari ya serikali kwa wananchi leo. Wingi wa wanunuzi katika maduka makubwa washuhudiwa, ulinzi waimarishwa maeneo nyeti, waziri aonya maandamano hayana kibali. Lakini kuna habari nasema vurugu Oktoba 29, waziri Mchengero asema kutolewa motisha kwa walio tibu wagonjwa. Lakini kuna habari nasema miaka 64 ya uhuru, taifa linaendelea kulilia gavana BOT, IGP na AG mwanamke. Ni habari hiyo ipo katika ukurasa wa kwanza, lakini nasomeka katika ukurasa wa 8 gazeti hili la Nipashe Mwanga wa Jamii. Wagonjwa wa kifafa wanavyobeba maumivu makali yasiyoonekana, lakini taifa linahitaji kupona, sio kujeruhiwa upya. Ni habari hiyo ipo katika ukurasa wa kwanza, lakini nasomeka kwa undani zaidi katika ukurasa wa 6 gazeti la Nipashe Mwanga wa Jamii. Mahakama yakosea. Ukitaka kujua tafuta nakala ya gazeti la Nipashe Mwanga wa Jamii ujisomee kwa undani zaidi katika ukurasa wa 2. Mahakama imekosea kitu gani, lakini kocha Julio amrejesha Manyula Stars. Ni habari hii ya kimichezo katika ukurasa wa 16 gazeti hili la Nipashe Mwanga wa Jamii. Moja kwa moja nikamata gazeti la Uhuru ukweli daima laandika tulieni nyumbani, ni agizo la waziri mkuu Dr. Mwigulu Nchemba. Lakini Simba Chawene asema maandamano ni haramu. Rais Samia balozi wa Marekani wajadili miradi ya kimkakati. Lakini kuna habari pia inasema Manzese Vingunguti Buguruni kuishi kishua. Ni habari hiyo ipo katika ukurasa wa kwanza, lakini nasomeka kwa undani zaidi katika ukurasa wa 3. Rais Samia watakia heri wa Tanzania miaka 64 ya uhuru. Ni habari hiyo ipo katika ukurasa wa 2 gazeti la Uhuru ukweli daima. Nami alikamata gazeti la Mwanahabari laandika miaka 64 ya uhuru leo, Rais Samia awatakia heri wananchi. Lakini waziri mkuu Dr. Mwigulu Nchemba asema pamoja na Rais Samia kutuma salamu hizo, serikali inawashauri wananchi wote ambao hawatakuwa na dharura kuitumia siku ya leo kwa mapumziko. Ni habari hiyo ipo katika ukurasa wa kwanza, lakini nasomeka kwa undani zaidi katika ukurasa wa 3, na ndo habari iliyopewa uzito wa juu kwa siku ya leo. Ateta na Marekani mradi wa LNG waiva. Lakini NHC yavunja rekodi miradi mikubwa ya makazi ya
wekeza shilingi bilioni 400 ikiongoza safari ya makazi bora, lakini kupitia Samia Housing Kijichi, Kariakoo, PPP na Kawe 711. Habari hii ipo katika ukurasa wa 7 hadi wa 11 gazeti hili la Mwanahabari. TRA TASAC wateta kamishna mkuu Mwenda awamwagia sifa kuokoa muda, lakini Simbachawene asema wanaotaka kuandamana wafuate sheria. Ni habari hiyo ipo katika ukurasa wa kwanza, lakini nasomeka kwa undani zaidi katika ukurasa wa pili gazeti hili la katika gazeti hili la Mwanahabari. Na katika gazeti la Uelekeo laandika Dr. Samia asema sherekea uhuru nyumbani leo, lakini kuna habari inasema Simbachawene aweka mambo hadharani, ukitaka kuandamana lete maombi yako tu. Lakini kuna habari pia inasema acheni kuzuia maiti, boresheni huduma. Ni habari hiyo ipata ukurasa huu wa gazeti la Uelekeo. Kenya yakataa ushirikiano na wachochezi wa maandamano Tanzania. Ni Uelekeo limeandika hivyo, lakini Mwananchi laandika hofu heka heka sikukuu ya uhuru, wananchi wafurika masokoni kununua vyakula, bei za bidhaa zikipaa. Samia tuma salamu, Simbachawene asema hakuna maandamano, JWTZ polisi waimarisha ulinzi. Lakini huduma za simama, bidhaa ya watoa huduma wanaotishia kwa muda kwa sababu ya kiusalama. Lakini huduma za internet, serikali imezungumzia hofu ya wananchi kuhusu internet kuzimwa leo kama ilivyokuwa Oktoba 29. Ulinzi kila kona, ulinzi umeimarishwa katika maeneo yote muhimu Dar es Salaam tayari au kuwalinda raia. Lakini kubaki ndani, serikali imetangaza kuwa leo ni mapumziko, kuwaasa wasio na kazi lazima kubaki nyumbani. Simbachawene aonya polisi wasikamate watu kininja. Lakini pia Chawene asema ni marufuku hospitali zote kuzuia maiti. Mikakati mipya kuokoa shilingi trilioni 2 bidhaa za ndani zimeainishwa hapo. Na mtazamaji, nimemaliza hivyo katika habari za kitaifa na kimataifa katika magazeti haya nilokukusanyia kwa siku ya leo. Nami nazigeukia kurasa za nyuma ambazo ni kurasa za michezo na burudani. Zanzibar Leo laandika usiku wa Mswahili kufanyika kesho, lakini Malindi yazungumzia kichapo. Kichapo gani? Tafuta nakala gazeti la nyumbani hili la Zanzibar Leo kwa kweli na uwazi, ujisomee kwa undani zaidi. JKU yaikanyaga New Stone Town mabao 7-2, lakini Neymar kufanyiwa upasuaji wa goti. Hilo ndo gazeti la Zanzibar Leo kurasa wake wa nyuma, michezo na burudani. Na hizo ndo habari mbalimbali zopata uzito wa juu kwa siku ya leo. Wamachinga sauti ya wanyonge laandika Mabula ashukuru kuitwa Stars Afcon, lakini Mdube aingia katika anga za TRA United. Ni habari hiyo. Lakini nyota Twiga Stars wanavyoiteka dunia. Ni habari hizo, michezo na burudani, gazeti la Wamachinga sauti ya wanyonge. Lakini Nipashe laandika Julio amrejesha Manula Stars, kocha huyo asema ana sababu 4 muhimu zinazomfanya aitwe kikosini. Lakini Morris afurahi zaidi akitoa assist Simba. Ni habari hizo, michezo na burudani katika gazeti hili la Nipashe mwanga wa jamii. Mtazamaji, imekamilisha hivyo katika habari za kitaifa, kimataifa, bila kusahau michezo na burudani. Mimi ni Abdulhamid Isa, ni kutakie utazamaji mzuri wa vipindi vyetu vinavyoendelea na asubuhi njema. Bye bye. Jahazi TV.